Ujumbe mzito kutoka kwa Tundu Lissu kutoka jela Ukonga watikisa taifa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kama tahadhari kali dhidi ya mfumo wa uchunguzi nchini Tanzania, sauti ya upinzani kupitia Tundu Lissu inafungua mjadala mzito kuhusu hatima ya uwajibikaji na misururu ya tume za serikali ambazo kwa miaka zimeundwa kushughulikia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, lakini zikidaiwa kutokuwa matokeo ama kutokutoa matokeo yenye mabadiliko. Ujumbe huu unaufanya umma kuhoji iwapo tume mpya kuchunguza mauaji makubwa ambayo yameitia doa historia ya taifa ina uwezo wa kuleta majibu au ni mwendelezo wa utaratibu ambao unazuia ukweli kufikiwa. Kwa Lissu, tatizo haliko tu katika maafa yanayochunguzwa, bali katika mfumo uliozoeleka ambapo haki huishia katika makabati ya ripoti badala ya mahakamani. Anasisitiza kuwa taifa haliwezi kufikia amani bila kuelekea kwenye ukweli, uwajibikaji na mabadiliko ya wazi. Katika jicho lake la uchambuzi wa kina, tume hizo zimechukuliwa kama vizuizi vya uwajibikaji badala ya njia ya kupata ukweli, na hilo linafungua mlango wa swali kubwa: ikiwa historia inaonyesha kutokuwepo kwa matokeo, nini kitazuia tume mpya kurudia mkondo ule ule? Ujumbe wake unarejelea historia ya tume tatu muhimu ambazo zimeacha alama katika mifumo ya haki nchini. Kwanza, mauaji ya bonde la Ihefu mwaka 2006. Tume ya kwanza ilishughulikia mgogoro wa bonde la Ihefu, chanzo kikiwa mvutano kati ya wananchi na mamlaka juu ya ardhi na uhifadhi. Madhara ya kijamii, vifo na ukiukwaji wa haki ulitajwa kuwa kiwango cha kutisha, lakini uchunguzi ulimalizika bila marekebisho ya kisheria, bila uwazi wa ripoti na bila hatua mahususi kwa wahusika. Kwa mtazamo wa ujumbe huu, tukio hilo lilifungua ukurasa wa kwanza wa historia ya tume ambazo utatoa mgogoro kisiasa lakini si kisheria. Pili, uchunguzi wa vyombo vya haki jinai mwaka 2023. Hapo alisema kuwa tume ya polisi ama tume ya pili ilishughulikia mfumo mzima wa haki, polisi, magereza, mahakama, mashtaka na taasisi za dola. Ilikuwa nafasi ya kupasua mifumo ya mateso, unyanyasaji, rushwa na matumizi ya nguvu isiyo halali. Na hata hivyo, safari ya uchunguzi haikuzalisha hatua dhidi ya wahusika, haikurejesha imani ya umma katika vyombo vya usalama na haikutoa mageuzi ya kimfumo. Kwa ujumbe wa Lissu, tukio hili lilithibitisha kuwa tume zinatumika katika ngao ya madaraka kulinda mfumo uliopo. Sasa nchi inakabiliwa na tume mpya ikitajwa kuwa yenye uzito mkubwa zaidi na inayohusu maafa makubwa kuliko yote yaliyotangulia. Kwa mtazamo wa ujumbe wa Lissu, msingi wa hofu si tukio linalochunguzwa bali historia ya taasisi inayopewa jukumu hilo. Hoja yake inaonyesha kuwa kama tume mbili zilizopita zikuleta majibu, uwezekano wa tume hii kuwa na matokeo halisi unakuwa mdogo bila mabadiliko ya mfumo. Simulizi hili linaonyesha tume sio tu kama chombo cha kutafuta ukweli, bali kama zana za utawala zinazotolewa wakati shinikizo la umma linapofikia kilele ili kupoza taharuki. Mienendo inayoonekana mara kwa mara ni serikali huanzisha tume baada ya machafuko, mauaji au matumizi mabaya ya nguvu. Uchunguzi hufanyika bila uwazi, bila usimamizi huru na bila kufunguliwa kwa umma. Na vile ripoti zinamalizika bila kesi mahakamani, bila uwajibikaji na bila fidia kwa waathirika. Serikali hupata muda, majeraha ya kijamii yanapoa juu huku chanzo cha maafa kikiendelea. Na kwa mtazamo wa ujumbe wa Lissu, hatua kama hii husababisha historia kurudiwa, raia hupoteza imani na mizizi ya maovu ya dola kuendelea kwa ulinzi wa kisheria. Na katika falsafa yake ya kisiasa na haki za binadamu, taifa halipaswi kusonga mbele bila kukabiliana na yaliyopita. Simulizi linatazama kwamba maelfu ya raia nchini wamekuwa wahanga katika miongo ya migogoro ya ardhi, vurugu za kisiasa, ukandamizaji wa maandamano na vifo vinavyohusishwa na vyombo vya dola, lakini historia zao hazijachunguzwa kikamilifu wala kutambuliwa. Na kwa upeo huo, ujumbe huu umeweka msisitizo kuwa hakuna maridhiano bila kukiri madhila, hakuna suluhu bila hatua za kisheria, na vile hakuna amani bila haki. Ni hoja kwamba amani si hali ya ukimya, bali matokeo ya sheria kusimama juu ya mamlaka na si mamlaka juu ya sheria.
Kwa kuwa jaji mkuu anaongoza tume hizi, ujumbe unahoji mgongano kati ya taasisi inayopaswa kutoa haki mahakamani na jukumu la kufanya uchunguzi nje ya mfumo wa kisheria. Mantiki ya hoja ni kwamba ghasia zinapofanywa na taasisi za usalama, tume inahitaji uongozi huru nje ya mamlaka za dola ili kuepusha na kuhukumu kesi ambazo wahusika wake wanamiliki mfumo wa kushughulikia ushahidi. Kwa mtazamo huo, mageuzi yanahitajika ili uchunguzi uendeshwe na chombo huru kinachowekwa chini ya muhimili wa serikali. Vilevile taarifa zitolewe hadharani bila kufichwa, kesi zipelekwe mahakamani si katika makabati ya ripoti, mashahidi walindwe kisheria, na vilevile mfumo wa usalama ubadilishwe kimuundo, si kwa maelezo tu. Ujumbe wa Lissu hauzungumzii tume kama orodha ya matukio, bali kama kioo cha taifa kinachohitaji kufanya maamuzi kuhusu mustakabali wake. Na katika maono yake, tume ya sasa ni si jaribio jipya, bali ni kipimo cha iwapo historia ya uchaguzi ama ya uchunguzi isiyofungua majibu itaendelea. Mustakabali wa haki hauwezi kulindwa kwa njia ya taarifa zilizofungwa, bali kwa hatua zitakazo ama zinazoonekana na zinazowajibisha wahusika. Na bila kufanya hivyo, taifa linaendelea kuishi kwenye mzunguko wa kumbukumbu zilizonyamazishwa, uoga wa kusema kilichotokea, na vizazi vinavyorithi historia isiyofahamika. Kwa ujumbe wake, hitimisho ni moja, kwamba majibu hayawezi kuja kupitia tume pekee, lazima yatoke katika uamuzi wa kimfumo na kuweka ukweli mbele ya mamlaka.